kiini cha biashara hasa. Nafikiri ni mashahidi wote walioko ndani ya ukumbi ni mashahidi kwamba Libet hata kupita, nafikiri ukienda kwa Libet hata gari lazima uiache kwingine. Tatizo letu Libet yako kero nyingi sana, lakini niongelee kero moja, ni mbanano, mwingiliano wa biashara kati ya wenye maduka yani wafanya biashara na hawa ambao ni wadogo zetu tunaweza kusema, na tunawaombea nao siku moja wafike juu, lakini wao wamepata baraka zaidi za kisiasa. Wengine wanaingia humo wamepata baraka kubwa sana kiasi kwamba kuwagusa. Hata nikienda kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa nikasema tuna tatizo la mwingiliano wa biashara, maeneo ya biashara kati ya sisi wafanyabiashara na machinga, atakwambia nenda, mtalifikiria, nitakushauri. Yaani wamefika sehemu ukitaka kuongelea machinga, mheshimiwa waziri, ujifunge mkanda kabisa. Ofisi nyingi hata za kata wanaogopa. Mfano mzuri nitakupa. Hawa wadogo zetu machinga wanakuja wanapanga mlangoni kabisa, wanakuachia mteja aingie ubavu. Na sisi unajua ni wafanyabiashara, Libet kuna maduka ya jumla. Vile tunahitaji mizigo ili bebwe na magari, bajaji na kila kitu. Lakini wenzetu wakija wakipanga mpaka mlangoni. Ukimgusa anakuambia angalia nilicho nacho, anakuambia kitambulisho cha Mheshimiwa Rais. Usiniguse. Na Mheshimiwa Rais ametuambia tufanye biashara sehemu yoyote ile. Lakini mimi najiuliza, mbona pale polisi pale hawapangi? Mbona pale benki hawapangi? Mbona ofisi ya mkuu wa mkoa pale mlangoni hawapangi? Mimi najiuliza sana. Naona kama serikali ya Tanzania ina watoto wengi, lakini kuna mtoto mmoja amefanya yani kama vile yeye ni mtoto pekee. Hapana. Umekamata mtu ni mvuvi, anasadikiwa kuwa ni mvuvi haramu. Tufuate sheria. Unapasua chombo, unachoma nyavu, unamweka kizuizini, unampiga faini masaa 24. Hatujawahi kuona adhabu kubwa kama tuliziona kwenye sekta ya uvuvi. Uvuvi Tanzania ni sawa na kifungo cha nje, sio biashara tena. Tunaomba mrejeshe matumaini kwa wavuvi, kwa Watanzania ambao Mwenyezi Mungu ametupa ziwa hili, tulitumie kabisa katika kuzalisha. Na mimi wizara niwaombe, tengenezeni mkakati wa kuzalisha vifaranga vya sangara karibu milioni 75 kila mwaka. Sawa, milioni 75. Mnatengeneza kambale milioni 75. Mnaweka kwenye maji yetu ya asili ili samaki waongezeke. Hoja sio kuzuia kuvuna. Hoja ni namna gani mnaongeza tija kwenye biashara hii ya samaki. Na kama kuna dhahabu ambayo haihitaji gharama ni samaki. Hatujawahi kuona wizara inamwaga dawa kutibu samaki wanaougua. Hatujawahi kusikia mmetenga pembejeo kwa ajili ya samaki wanaougua. Hamjawahi kumwaga chakula ziwani ili samaki wazaliane. Kwa hali kama hiyo, samaki wanazaliwa wenyewe. Na hata nchi za Kristo kulikuwa kuna misimu ya samaki. Sasa mimi najiuliza, kama waziri ingekuwa ndio siku ile Yesu watu wanalalamika wamekuja wamekosa samaki, kama ingekuwa siku ile angefanya maamuzi gani? Samaki ni zao la msimu. Kuna wakati wanapatikana, kuna wakati wanakosea. Tusiwahukumu wavuvi kwa sababu ya hali ya hewa ya upatikanaji wa samaki. Mtakumbuka Yesu Kristo alitembea ndani ya maji, alilisha makutano watu 5,000 kwa vipande viwili vya samaki. Kwa nini asiseme ng'ombe? Samaki ni jambo la baraka. Tusiwatese wavuvi. Nakuomba sana. Peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais. Wavuvi tumepigika, wavuvi tumechoka, wavuvi tumefilisika, wavuvi hatuna matumaini. Na mwisho tunaomba tupate nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuweze kuzungumza kwa kina swala na kilio chetu cha uvuvi. Asante sana kwa kusikiliza. Asante sana. Sasa hivi tumebadilika, tunanunua gari nyingi za Kichina, tungetamani kununua hata hizo Scania, Makopolo na basi zingine kutoka nchi zingine. Lakini kwetu tumeona nafuu ni kufanya kazi na hizi basi za Kichina. Lakini changamoto kubwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, inakuja upande wa kodi. Serikali yangu ningependa kuishauri, kama Mchina ananiamini mimi niweze kukopa gari kwake kwa 30% na nimlipe ndani ya miaka 2, lakini nchi yangu inashindwa kuniamini kunitoza kodi kwa awamu, kwamba gari linapoingia angalau kwa kota 3, angalau gari linapoingia nilipe 50%. Na baada ya kipindi cha miezi 6 baada ya gari kuingia nilipe 25%. Na baada ya miezi 6 mingine nilipe 25%. Nadhani hili lingeweza kusaidia tukawa na vyombo vizuri,
tukawa na magari mapya kuliko kwenda kubomoa malori na kuyapeleka kwenda kuyachonga bodi Nairobi, ambayo yanakuwa sio salama sana. Semwa yanatuhusu, na sisi kama wizara tunakiri na tunatambua umuhimu wa wafanyabiashara, umuhimu wa wawekezaji wetu kwa uchumi wa taifa letu, kwani hakuna uchumi wa taifa bila uchumi wa mtu mmoja mmoja, na uchumi wa mtu mmoja mmoja huanza na mimi na wewe. Mimi najiangaliaje? Wewe unajiangaliaje? Jicho lako ni lipi kwenye mchango wa taifa letu? Kwa ndugu zangu wafanyabiashara, wawekezaji, sisi tunatambua umuhimu wenu, na ndio maana tuko hapa ili tusikilizane, tuongee kwa pamoja, tujenge uchumi wetu. Hatuna muda mrefu wa taifa letu kuwa taifa la kipato cha kati. Hayakuwezekana haya kwa sababu ya ujanja wa watu wachache, hapana. Yanawezekana haya kwa sababu ya umoja wetu, mapenzi yetu kwa taifa letu. Nitoe wito, tuendelee kushirikiana, tuendelee kushikamana. Tanzania ni yetu sote. Bila Tanzania sisi hatupo. Bila Tanzania yenye uchumi imara, maisha yetu sio haya tunayoyaishi leo. Kwa hiyo niwaombe sana, na serikali yenu iko pamoja na nyinyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niyasemee machache sana kwa sababu ya muda, na nianze na jambo moja kubwa ambalo wengi wamelisema, nalo ni utitiri wa kodi, tozo na ushuru mbalimbali kwenye sekta zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliposikia jambo hili nikaogopa kidogo. Nikasema, hivi tunatambua mapenzi mema ya Dr. John Pombe Magufuli kwa Watanzania? Hivi tunatambua nini amefanya kwa ajili yetu kwenye eneo hili? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nikajiuliza maswali. Hivi kwa nini hii kelele tunaisikia sana sasa? Kwa nini zamani ilikuwa haisikiki? Na mimi kama Mtanzania na nyinyi kama Watanzania tunajua ni kwa nini. Kwanza tumepewa fursa ya kusema. Kwa hilo tushukuru sana rais wetu. Ametupa nafasi ya kusema. Nikiwa tena wakati mwingine katika maeneo haya ya Lock City Mall katika soko la kimataifa, ambapo leo siku ya Alhamisi imeweza kufanyika semina kubwa ambayo ilikuwa wakiwa wafanyabiashara na taasisi mbalimbali za benki za kibiashara wakiwa na naibu waziri wa fedha nchini Tanzania. Leo imefanyika kongamano na wafanyabiashara kibao, wengi katika taasisi mbalimbali wameweza kutoa dukuduku na kero na changamoto katika biashara zao. Hebu tuweze kuwahoji watu mbalimbali hapa tuweze kusikia kwamba kipi ambacho wameweza kukipata katika semina hii iliyosimamiwa na kiongozi huyu naibu waziri wa fedha Tanzania. Ndugu ambaye waweza kuhudhuria semina hii iliyofanyika hapa ndani ya Lock City Mall. Tutamuuliza mawili matatu na atajitambulisha kuhusu semina hii, ameweza kupata nini na kujifunza nini. Karibu sana. Kwa majina naitwa Peter Wilbard, ni afisa biashara halmashauri ya Buchosa. Ndio bwana, tumefika hapa kwa kusikia kwamba kuna semina ambayo imefanyika ambayo imesimamiwa na naibu waziri wa fedha Tanzania. Unaweza kutueleza kipi ambacho kimefanyika sana humu ndani? Lengo kubwa ni sisi kama Watanzania, kwa upande wa serikali pamoja na taasisi zake, lakini kwa upande pia wa wananchi wa Tanzania kama Watanzania, wafanyabiashara na taasisi zingine za binafsi, ni kukaa na kushare pamoja matatizo mbalimbali ambayo yanatukumba sisi kwa pamoja. Serikali kama serikali inapokuwa inafanya kazi zake na inatekeleza kazi zake kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi, lakini katika utekelezaji huo yawezekana katika hali moja au hali nyingine inakuwa ni kikwazo pia kwa wananchi. Kwa hiyo sasa lengo tunakuwa pamoja sasa ili twende katika line moja
ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo unakuta katika wafanyabiashara wanaeleza migogoro, shida mbalimbali, tozo mbalimbali za katika biashara au shida mbalimbali ambazo wanazipata katika kutoa huduma kwa wananchi. Kwa sasa lengo ya mkutano huu sasa tunakuwa pamoja kwa ajili ya kutatua matatizo hayo. Asante sana. Nikiwa maeneo haya ambapo mkutano huu mkubwa wa wafanyabiashara na naibu waziri wa fedha nchini Tanzania, maeneo haya ya Lock City Mall katika soko kubwa la kimataifa. Mimi ni Senko aka Jogo Falasi Mweupe. Nyuma kamera nilikuwa na Sambo, ukipenda namuita Saani Tanzania. Asante tena na wakati mwingine.